Hey my beautiful people, bana kitaki japoa mpaka baadaye sana na mimi siwezi nikapoa hadi kitaki takavyopoa. Leo tena nimewasogezea jambo moja ambalo ni nzuri zaidi. Ni issue ya Davido pale airport za chini ya carpet kabisa. Kuna kwamba waandishi wa habari na bodyguard ya Davido mwenyewe kuna namna fulani walipishana sana pale. Mimi nimeona situlia hapo hapo litoe sambamba kabisa katika ulimwengu burudani. Hii haiwezi kupita kwenye screen yako. Niko na Tony atatupa uhalisia mzima na kwa dadavua kwa ndani zaidi yale yaliyotokea pale airport. Na kwa mzee baba. Kama kaa. Umetisha kaka. Mtisha nini? Kawaida yako sio? Yeah. Wewe ni mmoja wa watu ambao walikuwa pale airport kipindi Davido anaingia kuja kupiga show Tanzania na ulimpokea, lakini cha ajabu hakukuwepo hata interview moja ambayo ilipanda kwamba Davido aliongea na waandishi habari. Hebu tupe uhalisia wa ile. Interview ilikuwa kama vile ilivyokuwa imeonekana. Yeah. I think nilifanikiwa kufanya interview na Davido, DJ wake, yeah. DJ Equal. Ipo interview nadhani ukienda hata Crown TV, yeah. YouTube, Instagram utaikuta. Davido nilifanikiwa kufanya naye interview fupi sana. Ilikuwa ina shida sana, yani kashikashi 10,000, lakini kuambia unaitaka hiyo interview nadhani ukienda kwenye Instagram yangu nimepost pia. Yes. Yeah. Kutokana na kile kilichoendelea pale, unajua kulikuwa kuna kama miscommunication, yeah. Kama sintofahamu kati ya walinzi wa Tanzania waliopewa kazi ya kwenda kumlinda Davido msafara wake kutoka airport hadi hotelini hadi kwenye show kesho yake. Yeah. So nadhani wale walinzi ni wa Tanzania, wale ndio hawakupewa labda picha kamili ya nini kinatakiwa. Kwa sababu mimi sijaenda tu out of nowhere kufanya interview na mambo yangu kibao sana kaka. Sababu ningeenda kufanya interview hata na nani? Msanii wa bongo tu hata studio ikiwa na record, ila sikufanya hivyo kwa sababu ilikuwa ni kazi na tumeshirikiana na waandaaji waliomleta Davido. Kwa hiyo moja ya majukumu ambayo ilibidi tuyafanye ni kwenda kumfanyia interview airport anavyotua. Ila sasa wanetu wale walinzi, CPO security jina watafuta sana nye. Wale CPO security bana wenyewe walitumwa kazi. Kwa sababu wamepewa kazi ikabidi wafanye kazi, na kwa sababu wao ni watu wa kazi wakafanya kazi mwanangu wa kuzuia waandishi kwa sababu hawakupewa taarifa. Ila nadhani lugha pia ni tatizo. Kiingereza inabidi jamani, hata kama sio kujifunza kuongea, inabidi tujifunze at least tuwe tunasikia, tuwe tunaelewa. Kwa sababu ile na mimi ndio kitu ambacho kimewafelisha ndugu zetu kuweza kuturuhusu si kufanya interview. Kwa sababu zaidi ya mara 3 Davido alikuwa na turuhusu kwamba allow him, especially mimi nilikuwa na mruhusu aje, mwache aje. Mlinzi wa Davido tu yakanikunjulia bodyguard wake. Ila wa bongo kwa sababu kutokuelewa pia lugha, nadhani accent ya Davido pia ni accent fani ambayo imechanganyikana Kimarekani na Kinigeria kwa sababu ameishi kote. So I think ilikuwa ni ngumu kwa ndugu zetu kuweza kuelewa, na sio kesi wala sio tatizo kwa sababu sio lugha mama yetu. Umeelewa? Kwa hiyo ndo nadhani ileta shida, lakini we did what we did man, tulifanya tulichoweza, tukapambana na tukapata kila ambacho tulikipata. I'm proud ya kwamba nilifanikiwa kufanya interview na DJ wake. Yes. I'm proud ya kwamba nilifanikiwa kufanya interview na Davido, alijibu maswali yangu. Ni kitu kizuri na nadhani ni inspiration pia hata kwa waandishi au watangazaji wanaotamani kufika mbali na kufanya vitu vikubwa. Inabidi tujue tu kwamba sio kila siku utakutana na kile unachotegemea kukutana nacho kwenye mazingira ya kazi. Wazungu wanasema life is full of surprises. Maisha yana surprise nyingi sana. Sio tu wewe, hata wanasiasa kuna siku wanaapishwa na rais sauti hazitoki au wanakuwa na kigugumizi. Tumeona vitu kama hivyo. Sio, umeelewa? So maana yangu ni kwamba you can have a bad day at the office na haitaki kushushe energy yako, haitaki kufanye ukate tamaa ya kupambania kile ambacho unakiamini, kwa sababu end of the day it's you, wewe unapambania jambo lako. Umetoka nyumbani ili kwenda nje kuhakikisha unatengeneza nyumbani. Vipi ile swali liweze kaathiri kidogo, aidha alikuathiri kwa namna moja za nyingine ile show ya Davido? Mimi nasema ile jambo la airport labda mimi kwenye show. No, sasa mimi nasema hivi ile jambo liweze kuathiri kwa namna moja za nyingine ile show ya Davido, labda kwa waandishi wa habari ambao walishindwa kupata access kwa Davido. Ndio mimi nasema kitu kimoja, hata itokee nini, Davido hawezi kupata hasara yoyote kwa sababu sisi tumefeli kufanya na interview, au eti kwa sababu wamezingua pale kufanya interview na sisi basi waandishi atuendi kukava vitu vyake. Yaani Davido hana hasara yoyote mzee wangu, kwa sababu cha kwanza yeye kashapewa mpunga wake kabla hajafika Tanzania. Sio, umeelewa? Maana yake lazima atapata tu ile yake ameshapata. Kufanya show ilikuwa jukumu lake la mwisho kabisa. Kiasi kwamba hata mvua ingenyesha noma asingefanya yeye kwa pisha lipo ile yake. Sio, umeelewa? Point yangu ni kwamba kwa sababu ni changamoto ya kazi, sidhani kama ingeweza kuathiri au
sidhani kama kuna mwandishi ambaye angeweza kupata akili kama hiyo eti asiende kukava kitu chake au asiende au shabiki show yake taharibika kwa sababu amezingua kufanya interview. Kwa sababu Davido hajazingua, Davido alikuwa willing kufanya interview, ndio maana alijibu maswali baadhi, ndio maana alikuwa anayaita walinzi waturuhusu tufanye. Kwa hiyo I think yeye ana hatia kwenye hili na sidhani kama iliathiri show yake kwa namna yoyote ile. Kaka, show ilijaa mapema mzee wangu, mimi nilikuwa pale na watu walikuwa very excited, watu walikuwa na vibe, watu wameimba, wameenjoy na watu wametisha. Show ilifanya vizuri, sio kwa sababu eti alizingua andishi show ilikuwa poa. No. Bro, kitaa bado kina mambo mengi nazungumza kwamba labda show ya Davido haikutisha sana kivile kwa show ya maana. Maybe labda ungekuwa na King Kiba pale mambo angekuwa fresh zaidi, au Monde angekuwa pale labda mambo yangetisha zaidi, lakini hawajaonekana watu wote hao wawili ambao ndo mastaa wakubwa hapa Tanzania. Hivyo Davido amekuwa na watu wale ambao tuseme hatujategemea kwa namna moja nyingine. Wewe kwa hilo unalidadafua vipi? Asa au unasema ni mastaa wakubwa Tanzania. Ila Davido ni star mkubwa kuliko kuliko wao. Unakataa unakubali? Serious. Ujui? Eti mwanangu na shoot na unakubali kama Davido ni star kuliko Alikiba na Diamond, au unakataa unakubali? Huu ni ukweli usiopingika mzee wangu. Yaani kuna fakta nyingi ambazo zinawafanya Davido awe mkubwa kwao. Inawezekana wameanza mziki kabla yake, inawezekana ni wana umri mkubwa kimiaka kuliko yeye, lakini soko ambalo Davido analihudumia la Nigeria ni soko kubwa kimuziki Afrika. Nigeria ndio wanaoongoza Tanzania na Kenya na Nigeria kwenyewe dunia ya burudani Afrika nzima. Nigeria wenyewe ndio wako pale. Soko lao ni kubwa, limeenda mbali, lugha yao ina favor, wana exposure na vitu kama hivyo. Kwa hiyo obviously yeye ni msanii mkubwa duniani sasa hivi. Davido is a global star. Yaani msanii wa dunia. Kwa hiyo ukiniambia kwamba eti pale angekuwepo Alikiba au Diamond, show ingekuwa noma, na kuelewa kwamba hao ndio wenyeji wake, wanajua nature ya mashabiki wa nyumbani, labda wangeweza kutafuta tricks 1 2 3 kufanya jambo liwe noma zaidi, lakini sio kwamba alikuwa noma. Kufanya iwe noma zaidi ingekuwa. Lakini sidhani kama kuna unoma mwingine unahitajika zaidi ya unoma uliotokea. Ubunifu litosha mkubwa. Okay. Bro, kuna hili la Davido kuwa na unyama wa hapa nyumbani. Tutegemea labda maybe angefanya apige hizi za kwake kama Nigeria, iza kuvaa mavazi ya Kinigeria ili tumuone akiwa kama Davido ambao tumemzoea sisi. Lakini cha ajabu kwenye show amepiga mavazi ya nyumbani kabisa. Ukizoom unaona Davido hapa Tanzania zaidi. Hebu tupe uhalisia wa hili. Ilikuwaje mpaka jambo likatokea? Imekuwa ni kitu cha kawaida kwa mastaa wakubwa kwenda kutoa michongo au mashavu kwa mataifa ambao wanaenda kufanyia show. Especially kwa wale mastaa ambao wanaamini napendwa kwenye taifa fulani ninaloenda. Imekuwa ni kawaida sana. Umenisoma? Hata wasanii wetu wakienda nje wanatoa michongo kwa madesigner wa mataifa fulani kuwavalisha. Umeelewa? So I think designer wa Davido ni mtu tu na moyo mzuri, kwa sababu angeamua yeye kukomaa kumvalisha anavyoweza angeweza na msada singekataa. Lakini designer wa Davido amekuja naye Tanzania, akaamua kucollaborate, kushirikiana na wabunifu wetu wa Tanzania ili kupata test nzuri ambayo itakuwa na utofauti. End of the day, msanii atakiwa kuonekana vile kama ulivyomzoea kila siku. Wewe umeona umesema kwamba umeshazoea mavazi ya Nigeria sio na nini. Ila nadhani hiyo pia naye ndio kitu ambacho akupenda. Ilibidi tuje na kitu tofauti. Ndio maana kaja na nguo imeandikwa 5 Tanzania, ina bendera ya Tanzania, amevaa nguo ya Kimasai pants. Tutangaza najua zile fahari ya Tanzania, unajua Umasai, ameweka pale bendera ya Tanzania kwenye shati lake, nyuma kuna alama ya mwenge na nini. I think ile ilikuwa ni faida na ni kitu kizuri sana kwetu, na nadhani ni wakati mzuri sasa madesigner wetu wa nyumbani kujiamini na kazi zao, lakini pia hiyo ni somo kwa wasanii wetu wa ndani. Sio lazima msanii wa nje ndo aje avalishwe na designer wa ndani. Na sio lazima tu show. Unaweza kwenda kwenye interview hata Crown Media pale, msanii sio mbaya ukamchukua designer mbunifu wa nyumbani akakubunia kitu kizuri kutokana na theme au kitu ambacho unaenda ukifanya, na ukaonekana tofauti na ukawapa mashavu zaidi na zaidi, ili hata mastaa wakubwa duniani wakija tunatamani watumie madesigner wetu. Ile 5 ya Davido ilimaanisha nini? Davido na album yake sasa hivi mpya inaitwa 5 album. 5 manake 5, ndo album yake ya 5 pia kwenye muziki wake. Kwa hiyo yupo pia kwenye tour ya album yake inaitwa 5 World Tour album. Umesoma? Kwa hiyo ile 5 ndo hapo sasa ubunifu
wa mtu wa mavazi. Ameona wewe upo kwenye tour ya 5 album. Kwa hiyo 5 si 5. Mimi naiandika Kiswahili. Ndio kaandika pale 5. Kwenye 5 pale kwenye T kuna bendera ya Tanzania, kuna mwenge na udambudambu wa Kitanzania. Tukana hizo hapa katikati kulikuwa michongo kwamba yeye kuna tetesi Davido anaweza kufanya na Alikiba aweza kumshirikisha kwenye ile show, na Kimkiba naye akawa ameonekana kwa sababu kuna urafiki wa hivi karibuni na tetesi za kitaa kwamba wameshaandaa ngoma, hizo ngoma inaandaliwa. Vipi kuhusu kama hilo, afu Kimkiba tujamuona kabisa? Alikiba bado hiyo tetesi ya Alikiba na Davido kufanya wimbo mimi ndo nilitoa kwa mara ya kwanza kabisa, exclusive. Alikiba hakuwepo kwa sababu hakuwa Tanzania. Alikiba ameondoka Tanzania tarehe 5 kama sio tarehe 4. Amesafiri ameenda Oman. Alikuwa na show ile siku ya tarehe 7 ambayo Davido alikuwa ana perform Tanzania. Hiyo siku pia Alikiba alikuwa ana perform Oman. Yeah, kwa hiyo ndio maana hakuwepo, umenielewa? Lakini naamini angekuwepo asingeshindwa kufanya jambo hata kumsupport au whatever, kwa sababu kama unavyojua media Alikiba ndio imehusika pia kushirikiana na waandaaji waliomleta Davido. So I think ingekuwa ni kitu rahisi, lakini pia inawezekana pia usingewaona muda ambao unataka uwaone kwenye show pamoja, kwa sababu ilikuwa ni biashara ya Davido, sio biashara ya Alikiba. Kwa kama kuonekana au kuwa pamoja au kufanya kazi, isingekuwa pale, ingekuwa labda ni baada ya pale au kabla ya pale, kwa sababu kila mtu ana brand yake na kila mtu, unajua hizi ni biashara. Uwezo kaitwa Davido sehemu fulani, umeitwa umelipwa hela, afu Alikiba anatoka out of nowhere, hajalipwa hela, hajafanya nini, anakuja tu. No, kuna level fulani inabidi ujue thamani yako, ujue nafasi yako. Yeah, ndio maana unaona Paula alikuwepo pale. Yes, ila Mario hakuwepo. Mimi nilikuwa na Paula tumekaa sehemu tunafuatana na Kajala. Ila Harmonize hakuwepo, na Davido ameimba mara kibao ngoma ya Harmonize single again hadi amejirekodi na kupost. Akikuwa msanii mwingine manake angepambana aende kwa Davido, si ndio? Na Davido singemkataa, lakini unajiangalia nafasi yako na unachotaka kukifanya, ingekuwa ni kujishushia heshima. Kwa hiyo mimi naona kila kitu kipo sawa, na yoyote ambaye ningetamani kuona wasanii wa Tanzania na Davido, I think tumeshaona sana. Davido ana ngoma na Dena Nyange kaka. Umeelewa? Davido ana ngoma na Diamond. Umesoma? Yeah. Bro, hemu wanyosha wala wanasema kwamba show Davido haikuwa nzuri. Hebu wanyosha wakuelewe na waelewe show ilivyokuwa. Show ilikuwa kali, show ilikuwa fresh kwa sisi ambao tulienda. Okay. Yeah. Kwa ambao mjaenda lazima mseme show ilikuwa mbaya. Lakini labda kama ulikaa regular kule kwenye F35 kule F40 na kule pia walikuwa wanaenjoy kwa sababu kuna bonge moja la screen, yani unamwona Davido huyo hapa ila so huyo hapa. Sio unaelewa? Sisi tuliokaa VIP, tuliokuwa kwenye show, man, show ilikuwa noma sana. Ila naamini wewe ambaye ukuepo siko naangalia kwenye simu, unajua mtu anakata vipande vya Instagram. Ndio maana tunaona show so kali. Ila take your time, nenda YouTube, kuna watu naamini wamerecord shows na nini. Kaangalia, kaenjoy. Show ilikuwa kali. Asante kwa muda wako. Bless up mwanangu.